Wananchi hao wametoa malalamiko hayo kwa nyakati tofauti wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela wilayani Bukombe. Wamesema wamekuwa wakitozwa kiasi cha fedha kinachofikia shilingi 40,000 kutegemeana na umri wa ujauzito. Hawa wamama wajawazito ni kwa nini tunapowapeleka tunatozwa mpaka fedha ili kuanza kliniki? Ndio nilitambue hili kwamba yawezekana tunaweza tukawa tunalaumu wahudumu wetu wa kituo cha afya, kumbe huu ni mpango wa taifa wa afya. Ndio maana nikampigia mpaka simu mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa halmashauri kwamba nimepeleka mke wangu pale kituo cha afya ila nimeomba 20,000. Hili liko sawa? Lakini baada ya kunijibu kwamba haliko sawa, hatukuona badiliko kwamba madaktari waliacha kuchangisha hizo fedha. Watu wanarudi zaidi ya 30 kwamba hawana hela. 30,000, 20,000. Ukienda na mimba ya mwezi mmoja uchangie 20,000. Madaktari ndio wahudumie. Ukienda na mimba ya miezi miwili 20,000. Ukienda na mimba ya miezi mitatu 40,000 mpaka 30. Kwa kweli Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili tumeshinda kulitambua. Ndio maana nilikuwa nahitaji kutambua kwamba madaktari wetu watupe jibu sasa kwamba tuwe tunaenda na mimba ya siku ngapi ili tusitoe hela au Yesu kaniambia kwamba hebu naomba unipe hela ya mpira. Nikamwambia kwa kweli mpira sina. Ila nikasema ngoja niparangane angalau nipate ule mpira. Nikaleta ule mpira. Nilivyoleta ule mpira kuja kumuita kaniambia sina muda. Nikamwambia masaa yamefika ya hospitali, naomba kwa kweli unisaidie. Akasema sina muda. Unanipelekesha? Una kazi? Una nini? Nikasema kwa kweli mnyonge hana haki. Lakini hilo lilinikwaza. Yule nesi akawa amekuja. Alivyokuja ule mpira nikampa. Hakuchukua ule mpira. Ule mpira akautupa hapo. Akachukua sindano akajaza ile dawa yake. Yule mtoto hajamvua hata suruali, akachoma kwenye ile suruali yake aliyoivaa. Kweli hilo kweli lilinikera. Akizungumza katika ziara hiyo, mganga mkuu wa mkoa wa Geita Dr. Omar Sukari amesema kwa mujibu wa sera ya afya nchini, wanawake wajawazito, watoto wenye umri chini ya miaka 5 pamoja na wazee wanapaswa kupata huduma za matibabu bila malipo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza nichukue nafasi hii kuwapa pole watu wa Bulega, na kama kweli hayo ndio mama zetu wanakutana nayo basi ni changamoto. Lakini tunatambua sera ya afya ya mwaka 2007 inatuelekeza wajawazito, watoto chini ya miaka 5, wazee wenye umri wa miaka zaidi ya 60 na wasio na uwezo na wenye magonjwa sugu, hawa wote kwa mujibu wa sera wanatibiwa bure. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa mkoa wako wa Geita maelekezo ni hayo. Kutokana na malalamiko hayo, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amemwagiza mganga mkuu wa mkoa wa Geita kuhakikisha anafuatilia na kutatua changamoto hiyo katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya ili wananchi wapate huduma kwa mujibu wa sera na taratibu zilizowekwa. Na mimi nielekeze kwa vituo vyetu na zahanati mzingatie maelekezo hayo ambayo ndio sera na maelekezo ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuweke maelezo pale kwenye eneo la kliniki ya mama wajawazito. Huduma za mama mjamzito na mtoto chini ya miaka 5 ni bure. Tangazo hilo lionekane, liwekwe kwenye mabango. Katika hatua nyingine, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo amewataka wazazi na walezi wilayani Bukombe kuimarisha malezi ya watoto hao na kwamba jeshi la polisi linaendelea na operesheni maalum ya kuwasaka watoto wanaoishi mitaani pamoja na kuwabaini wazazi au walezi wanaoshindwa kutekeleza wajibu wao wa malezi. Natoa sasa rai kwa wazazi. Wewe mzazi, ikishafika saa 12 jua limezama, hakikisha mtoto wako yuko nyumbani. Kwa sababu watoto sasa hivi wanaharibika. Watoto wanabakwa, watoto wanalawitiwa. Lakini asilimia kubwa chanzo ni kukosa huduma bora au matunzo. Mtoto saa 1 usiku anazurura, mzazi hajui mtoto yuko wapi. Mwisho wa siku anakutana na maharamia, mtoto anabakwa. Na waomba sana wazazi, kwa sababu operation ninayoiendesha ni pamoja na kukamata wazazi wa watoto hao. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascal Semoragili
amesema serikali imeendelea kuwekeza fedha nyingi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo wilayani humo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa soko la kisasa, kituo cha mabasi, ofisi ya mkuu wa wilaya na jengo la halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Tumezungumzia mradi wa majengo ya soko na stendi. Mradi ule thamani yake ni zaidi ya bilioni 22 kwa yote mawili. Kwa hiyo utaona Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi ndani ya wilaya yetu ya Bukombe. Tumpigie makofi mengi sana Mama Samia. Lakini pia kuna majengo mawili ya utawala. Jengo moja la ofisi ya mkuu wa wilaya na jengo la pili la ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Yote haya yana zaidi ya bilioni 6 fedha ambazo zimeletwa na Mama Samia ndani ya wilaya hii. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.